Kazi yetu kama kanisa ni kukemea uovu, kuiba kura za wananchi, kupeleka kura zisizo halali feki, kumtangaza mtu ambaye hajapata kura nyingi na mwache nyingi. Huo ni uovu na ni kazi ya shetani, sio kazi ya Mwenyezi Mungu. Bwana vipi? Bwana shwari. Festo mdogo hapa The Last bwana. Je, umesubscribe? Kama bado, shuka hapo chini, bonyeza kitufe cha subscription ili wakati wote tutakapokuwa tunatundika taarifa zetu hapa ndani ya YouTube channel yetu, basi utakuwa kwanza kuzipokea tena kwa utendeti zaidi. Kama kawa kama dawa, nipo hapa kwa ajili ya taarifa kuu zinazojiri, zinazochipuka, bila shaka kuweza kukunufaisha wewe ambaye unaifuatilia channel hii yetu ya Faisal Media. Sasa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEC limeeleza kusikitishwa kwake sana na limelaani tukio baya la uovu la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu Tanzania, wakiwa wanazungumzia Padri Charles Kitima. Waraka wa baraza hilo umesema kwamba Padri Charles Kitima aliweza kupata majeraha makubwa na kuwa ameweza kulazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Katika waraka wake, TEC imeweza kutaka jeshi la polisi na vyombo vingine kuchukua hatua za haraka kuwabaini na kuwakamata wale wote waliohusika katika kupanga na hata pia kutekeleza uhalifu huo na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Nikinukuu walivyozungumza ni kwamba uchunguzi wa tukio hilo ufanyike haraka na taarifa zitolewe kwa uwazi bila upotoshaji wowote, ili kurudisha imani na matumaini kwa watu wetu, lilisema sehemu ya waraka huo. Labda niweze kukusomea tu mada kuu, ikiwa ni kwamba ni kuvamiwa na kuumizwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu TEC, wakiwa wanazungumzia Padri Charles Kitima. Nikusomee nikiwa na nukuu. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limesikitishwa sana na linalaani tukio baya la uovu la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu Tanzania Padri Charles Kitima, lililotokea tarehe 30 Aprili mwaka 2025 majira ya saa 4 usiku katika makazi na makao makuu ya baraza la maaskofu Kurasini, Dar es Salaam. Padri Kitima alipata majeraha makubwa na amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Tunawashukuru wote waliomsaidia na kumfikisha Padri Kitima hospitalini mapema, na kwa madaktari na wauguzi wanaomhudumia mpaka sasa. Wito wetu kwa vyombo vinahusika ni kwamba tunatoa wito kwa jeshi na polisi na vyombo vingine vya usalama kuchukua hatua za haraka za kuwabaini na kuwakamata wale wote waliohusika katika kupanga na hata kutekeleza uhalifu huu wa kinyama na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Aidha, uchunguzi wa tukio hili ufanyike kwa haraka na taarifa ziweze kutolewa kwa uwazi na bila upotoshaji wowote, ili kurudisha imani na matumaini kwa watu wetu. Tunamshukuru mpaka sasa na kwa ushirikiano mzuri tunaoupata kutoka serikalini na kwa vyombo vyetu vya usalama. Pia tunawashukuru watu binafsi, taasisi za ndani na za kimataifa zinazoendelea kulaani na kutupa pole kwa tukio hili baya na la aibu kwa taifa letu. Mwisho ni kwamba tunaomba waamini na watu wenye mapenzi mema muendelee kumwombea neema ya uponyaji Padri Kitima na pia kuliombea taifa letu amani na umoja. Aidha, tunawaomba muwe na subira na uvumilivu wakati tukisubiri matokeo ya uchunguzi wa vyombo vinavyohusika. Mwisho wa nukuu. Akiwa ameandika taarifa hiyo ni Askofu Ebestas Nzigilwa, makamu wa rais baraza la maaskofu. Ya kuvuruga uchaguzi tangu 2016 mpaka sasa. Viongozi wa dini kwa kweli wameona wakemee kwanza hayo maovu, alafu waitake serikali, sio kuiomba, waitake na sio kuishauri, waitake, kwa sababu sheria ziko wazi, sheria zimewekwa, ziheshimiwe, kuwe na utawala wa sheria na watu waheshimiwe, kwa sababu raia ndio anapoweka kura yake, ndio nguvu yake ya kuitawala nchi yake. Sisi kazi yetu kama kanisa ni kukemea uovu, kuiba kura za wananchi, kupeleka kura zisizo halali feki, kumtangaza mtu ambaye hajapata kura nyingi na mwache nyingi. Huo ni uovu na ni kazi ya shetani, sio kazi ya Mwenyezi Mungu. Na Watanzania wote hawajakubaliana hilo katika sheria zao.
tunachoiambia serikali, heshimu sheria, fanya amri za Mungu zinavyodai. Uzuri Tanzania kuna dini za kimila, kuna Ukristo, kuna Uislamu. Katika dini zetu hizo zote tunakubali kwamba Mungu anaagiza maovu haya, na haya yote yaliyotamkwa ni maovu, na hapo hamna siasa. Tunasema maovu haya yaachwe. Hatujawaambia wamchague huyo wachague chama hiki. Tutakaposema chagua chama hiki acha chama hiki, hapo ndio tutakuwa tumeingia kwenye siasa. Lakini tunaposema acha kuiba kura za mwenzako, acha kuvuruga kura ya raia aliyempigia huyu, ihesabu pale pale, na usipoihesabu pale, huo ni uovu, ni ushetani, ni dhambi, na lazima iachwe. Na huyo mtu anayefanya hivi anajua kabisa atawajibika mbele ya Mwenyezi Mungu. Unasababisha watu wanauawa, unasababisha watu wanatumia muda mrefu kupanga foleni kupiga kura, alafu wewe unajua umeshapanga watu wako. Wabunge wamesema watachaguliwa, wewe unaweka wakwako unaowataka. Sasa hiyo sio mlichokubaliana kitaifa. Kwa hiyo hapo hamna cha siasa na dini, ni kueleza watu tenda kadri wananchi mlivyokubaliana kama nchi, na vile vile heshimu maamuzi ya wananchi. Kuwaambia waheshimu maamuzi ya wananchi sio hatuwezi kuwaomba ruhusa wao. Sisi tutasema, hawapo kutufundisha sisi tuseme nini wao tuseme nini. Sisi kazi yetu ni kukemea maovu na kuonya wanaoyafanya wayaache. Na wasipoacha yanayakuta mataifa mengine, litaikuta Tanzania.